Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Mungu aliye hai. Basi ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupatia tunapokwenda kujifunza maneno ya Mungu siku ya leo. Naamini Mungu anakwenda kukuvusha mahali ulipo. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu tunakushukuru, tunasema asante hata kwa ajili ya saa tena na wakati kama huu. Onekana Baba, ukapate kwenda kutuwezesha Baba, tukapate kwenda kuelewa na maandiko. Karibu Roho Mtakatifu ukitufundisha sawa na mapenzi yako. Tunalihimidi jina lako, tunalitukuza jina lako. Onekana Baba hata kwa ajili ya mtumishi wako huyu anapokwenda kusema neno lako. Mungu ukapate kwenda kumtumia sawa. Hata anayekwenda kusikiliza Baba akaguswe kwa jinsi ya tofauti sana. Tunalihimidi jina lako, tunalitukuza jina lako, maana wewe Mungu wetu ni mwema, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku ya leo tutakwenda kujifunza maneno ya Mungu yenye kichwa cha somo kinachosema pigo la mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokwenda kujifunza kwa habari ya pigo la mwisho, mwaka huu 2020 umekuwa ni mwaka wa baraka na changamoto mbalimbali ambazo tumeendelea kupita nazo, lakini Mungu ni wa rehema ambazo amekwenda kutuvusha mpaka hii Disemba. Tunaamini kwamba Mungu anakwenda kutuvusha kwa jinsi ya tofauti sana. Basi tutapokwenda kujifunza kwa habari ya pigo la mwisho, tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, tumepitia magumu mengi sana. Najua Mungu amekuwa akijitahidi akikupigania kwa nguvu zote kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya kila kitu cha kwako. Anakupigania kila itopo leo. Ndio maana siku ya leo anasema ni pigo la mwisho. Inawezekana shetani amekutesa kwa kiasi kikubwa sana. Inawezekana shetani amekugaragaza vilivyo, lakini siku ya leo linakuja neno la ushindi kwamba ni pigo la mwisho, tunakwenda kumpiga shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokwenda kusoma katika ile kitabu cha Kutoka ile 13, kitabu cha Kutoka ile 13. Acha tuanze kwanza 11. Kutoka 11. Acha tuanze na Kutoka 11 kuanzia ule mstari wa kwanza na wa tatu. Anasema, Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huku, naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huku kabisa. Basi nena wewe masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume na atake kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake, na vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona jinsi gani wana wa Israeli walikaa katika utumwa zaidi ya miaka 400. Walikuwa wakitumika kule Misri, walikuwa wakitumikishwa kwa jasho na damu, walikuwa wakitumikishwa, hamna faida yoyote walikuwa wakiipata. Lakini Mungu akasikia kilio chao. Mungu akasikia kilio chao, akashuka kwa mkono wa Musa, akamtumia kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Na alipofika, Mungu akamwambia Musa, nenda kwa Farao, waambie waachie wana wa Israeli, waachie wana wangu waje kunitumikia. Tunaona kwamba Farao alikuwa na shingo ngumu, alikuwa hataki kuwaachia. Lakini tunaona Mungu alipoanza kupiga pigo la kwanza, akapiga pigo la pili, Farao hakuachia. Akapiga pigo la tatu, Farao hakuachia. Akapiga pigo la 4, Farao hakuachia. Akapiga pigo la 5, Farao hakuachia. Akapiga pigo la 6, Farao hakuachia. Akapiga pigo la 7, Farao hakuachia. Akapiga pigo la 8, Farao hakuachia. Akapiga pigo la 9, Farao hakuachia. Tunaona hapa jinsi ambapo Jehova akasema, nitapiga pigo la mwisho sasa. Nitapiga pigo la mwisho. Yawezekana na wewe unapita kwenye changamoto kubwa sana ambazo wakati mwingine umejaribu kutafuta kuanzia ile Januari, ukatafuta kuanzia
Februari, ukaenda ukatafuta Machi, ukajaribu kujishughulisha kwa namna yoyote ile, lakini mambo yaendi. Ukajaribu kwa namna yoyote ile, lakini sikia nikwambie, sikia, yupo jemedari wa jemedari, yuko mfalme wa wafalme, yeye ambaye halali wala asinzii kwa ajili yako, yuko kwa ajili ya kukupigania. Anasema bado pigo la mwisho. Hata kama walikufungia kwa namna yoyote, hata kama walituma miungu yao kwamba ikuendelee kukushikilia, kwamba kila unachojitahidi kukifanya hakifanikiwi, kila ukijitahidi kufanya kile hakitokei, kila ukijitahidi kusonga mbele kihuduma hakiendi, kila ukijitahidi kusonga mbele kibiashara hakiendi, kila ukijitahidi kufanya kile hakisogei. Lakini anasema liko pigo la mwisho. Tunapokwenda kumpiga shetani, liko pigo la mwisho tunampiga sasa. Liko pigo la mwisho tunakwenda kumpiga kwa jina la Yesu. Tunakwenda kumwachilia kwa nguvu tele. Tunakwenda kuachilia nguvu tele, Baba, juu ya maisha yako. Ewe mama, juu ya maisha yako. Yawezekana umetafuta mtoto kwa miaka mingi sana. Yawezekana umetafuta kazi kwa miaka mingi sana. Yawezekana umefanya biashara lakini vitu haviendi. Umekaa, watu wengine wanakudharau, familia inakudharau kwa namna yoyote ile, lakini yupo jemedari mkuu anasema tunakwenda kupiga pigo la mwisho. Tunakwenda kupiga pigo la mwisho. Ndio maana Jehova akasema, namweke katika miimo ya milango yenu. Ilikuwa ni kwa sababu ya kutakasa milango ile ambayo ilikuwa inakwenda kwa ajili ya wazaliwa wa kwanza. Ilikuwa kwa ajili ya kuwatakasa kwa ajili ya kupitisha vitu ambavyo Jehova anataka kuvipitisha. Jehova siku ya leo anakwenda kutakasa. Tunakwenda kupaka damu ya Yesu katika miimo ya milango yako. Tunakwenda kupaka damu ya Yesu katika miimo ya milango yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maana kama ile Kutoka 12 anaposema, kwa maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu. Jehova anakwenda kufanya hukumu juu ya miungu inayokushikilia katika umasikini, inayokushikilia katika unashindwa kupata kazi, inayokushikilia kwamba unakuwa ni mgumba upati watoto. Jehova anakwenda kupigana nayo siku ya leo. Jehova anakwenda kupigana nayo siku ya leo. Jehova anakwenda kupigana nayo siku ya leo. Jehova anakwenda kupigana nayo. Jehova anakwenda kupigana nayo siku ya leo. Wewe usilie baba, usilie mama, usilie kijana, usikate tamaa, kwa maana Jehova yuko kwa ajili yako. Kwa maana Jehova yuko kwa ajili yako. Kwa maana Jehova yuko kwa ajili yako. Rikandarabosi kakaka, yuko kwa ajili ya kukutetea. Haijalishi to the last minute, lakini Jehova yuko kwa ajili ya kukutetea. Haijalishi imefikia mwisho ukasema, wewe katika mipango yangu yote niliyoipanga kuanzia Januari sijafanikiwa hata mmoja. Jehova yuko jemedari, anasema to the last minute anakwenda kufanya wonders. To the last minute anakwenda kufanya wonders kwa jina la Yesu. To the last minute anakwenda kufanya wonders kama wana wa Israeli walivyofanyia wonders, naye Mungu anakwenda kukufanyia siku ya leo. Rikandarabosi kakaka. Hebu funga macho hapo ulipo. Funga macho hapo ulipo na inua mikono yako. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako Jehova. Mimi ni mwenye dhambi. Ninahitaji ukapate kwenda kunisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya. Yawezekana kwa manunguniko, kwamba Mungu Jehova unisikii, kwamba Mungu Jehova unisikii. Jehova, ninaomba unisamehe. Nisamehe Baba katika jina la Yesu. Ninaamini siku ya leo unakwenda kufanya njia pasipokuwa na njia. Kama ile Jehova katika Yeremia unavyosema, niite nami nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Jehova anakwenda kukuonyesha mambo makubwa na magumu siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu tunakwenda kupiga ile miungu iliyoshikilia kazi zao, iliyoshikilia familia zao, iliyoshikilia uzazi wao, kwamba wanashindwa kupata watoto, kwamba wanashindwa kupata kazi, kwamba wanaendelea kuwa masikini. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, achia sasa, achia katika jina la Yesu, achia sasa katika jina la Yesu. Ewe shetani sikia, achia sasa. Sio saizi yako hao, sio saizi yako hao, kwa jina la Yesu.
kwa jina la Yesu. Asante Jehova, maana Mungu wetu unakwenda kutenda. Wewe Mungu Jehova unakwenda kufanya juu ya mtoto wako huyu anayekusikiliza siku ya leo. Nguvu za Roho wako Mtakatifu zikashuke juu yake Baba. Kila mapando yoyote yasiyopanda Jehova, ninakwenda kuyang'oa. Yawezekana ni mapando ya miungu ile iliyopanda juu yake, tunakwenda kuyang'oa. Tunayang'oa sasa hiyo miungu, tunakwenda kuing'oa juu yake. Yawezekana mikataba aliyoingia ndani yake, tunakwenda kuing'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ninamweka huru kuanzia sasa, ninampa kibali sasa, kama alivyopata vibali wana wa Israeli juu ya Wamisri, kwamba wakapewa fedha, wakapewa nguo, wakapewa kila kitu walipoondoka. Jehova, nawe Mungu Jehova kaachilie kibali juu yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu asante kwa sababu Mungu wetu unakwenda kutenda katika jina la Yesu, amen. Mungu na akubariki. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Endelea kumwamini Jehova kwa maana amekwisha kutenda katika jina la Yesu, amen. Mungu na akubariki.